Karibu kwenye habari za ulimwengu. Uingereza imetangaza rasmi mpango wa kupeleka kikosi maalum cha meli za kivita pamoja na ndege za kisasa za kivita katika eneo la Arctic, hatua inayotafsiriwa kama onyo la wazi kwa Russia na rais wake Vladimir Putin. Hatua hiyo inatajwa kuwa sehemu ya operation ya kijeshi inayolenga kuimarisha uwepo wa NATO katika kanda ya kaskazini, hasa katika maeneo yanayokaribia bahari ya Arctic ambako Urusi imekuwa ikiongeza shughuli zake za kijeshi na miundombinu ya ulinzi. Serikali ya Uingereza imesema operesheni hiyo inalenga kulinda maslahi ya kimkakati na uhuru wa usafiri wa baharini. Kwa mujibu wa taarifa za kiulinzi, kikosi hicho kitajumuisha meli za kivita zenye uwezo wa kubeba makombora ya masafa marefu pamoja na ndege za kisasa za kivita zenye teknolojia ya hali ya juu zinazoweza kufanya operesheni katika mazingira magumu ya barafu. Hii inaashiria kuwa London ipo tayari kuongeza ushiriki wake katika eneo ambalo kwa miaka ya hivi karibuni limekuwa kitovu cha ushindani wa kimkakati. Eneo la Arctic limekuwa likipata umuhimu mkubwa kutokana na kuyeyuka kwa barafu kunakofungua njia mpya ya usafirishaji na pia kufichua rasilimali kama mafuta na gesi. Urusi imewekeza kwa kiasi kikubwa katika kambi za kijeshi, rada na mifumo ya ulinzi wa anga katika ukanda huo, jambo ambalo limezua wasiwasi kwa mataifa ya Magharibi. Wachambuzi wa usalama wanasema hatua ya Uingereza ni sehemu ya mkakati mpana wa NATO wa kuzuia kile kinachoonekana kama upanuzi wa ushawishi wa Urusi kaskazini mwa dunia. Hii inakuja wakati vita vya Ukraine bado vinaendelea na mahusiano kati ya Moscow na nchi za Magharibi yako katika kiwango cha chini kabisa katika miongo kadhaa. Urusi kwa upande wake imekuwa ikisisitiza kuwa shughuli zake ndani ya Arctic ziko ndani ya mipaka yake ya kisheria na zinalenga kulinda usalama wa taifa. Hata hivyo, kuongezeka kwa vikosi vya NATO karibu na mipaka yake kunaweza kuchukuliwa kama uchokozi na hivyo kuongeza hatari ya makabiliano yasiyotarajiwa. Hatua ya London pia inatazamwa kama ujumbe wa kisiasa kwa washirika wake ndani ya NATO kwamba ipo tayari kuchukua jukumu kubwa zaidi katika masuala ya ulinzi wa Ulaya. Katika kipindi ambacho Marekani imekuwa ikihamasisha mataifa ya Ulaya kuongeza matumizi ya kijeshi, Uingereza inaonekana kujibu wito huo kwa vitendo. Swali linalozuka ni iwapo ongezeko hili la nguvu za kijeshi litaimarisha usalama au litaongeza presha ya hatari ya makosa ya kijeshi katika eneo nyeti kama Arctic. Historia inaonyesha kuwa maeneo yenye ushindani wa kimkakati mara nyingi huwa chanzo cha mivutano mikubwa ya kimataifa. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa katika ukanda wa kaskazini ambako ushindani wa rasilimali, njia za biashara na nguvu za kijeshi zinazidi kuchukua sura mpya. Je, hii ni hatua ya kuzuia mgogoro mkubwa au ni mwanzo wa sura mpya ya mvutano mkali kati ya Magharibi na Moscow? Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.